nyingine mheshimiwa mkurugenzi, kuna shamba la mtaa. Mkurugenzi msikilize vizuri. Usije kaona huu mtambo, usije kaona ni ngoma ndogo hii. Mwenyekiti wetu hasimamii shamba la mtaa, ziko eka 120. Kuna watu wanalima, wanajibilikisha, mwenyekiti akipewa chochote hana habari. Kwa hiyo huyu mwenyekiti sisi binafsi kama mimi nasema hatufai. Kwa sababu tuliandika biotasari shamba letu, anayetaka kwenda kulima tufuate taratibu. Liko wapi ile shamba? Liko pale kijijini. Kama umepita kala kanjia kajuzi kakwenda kuchimba maji Bolise huko mlimani. Lile shamba la mtaa eka 120 ziko pale. Mtendaji wa mtaa kwa wapi? Hoja ya mzee umeelewa? Unaifahamu? Ndio naifahamu. Hebu itolee majibu na wewe. Kweli lile eneo ni la mzee Mohamed wa Lulu. Na alianza kutunza toka mwaka 2008. Kwenye ukubwa zile hekari pale ni hekari 8 mpaka 12. Hilo la hekari 200 labda kuna eneo tofauti na lile. Lakini pia sisi kama ofisi ya mtaa hatuna taarifa yoyote kwamba lile eneo ni mali ya mtaa. Mwenyekiti wa ASU kwa. Unajibu la kuongeza hapo kwenye hii? Tusaidie mwenyekiti. Ni kweli pengine mwingia madarakani ile eneo la Mohamed wa Lulu alikuwa na mgogoro wote. Asante. Muuliza swali. Umeelewa majibu ya watu wote watatu? Ya watu wote watatu Kwa ufupi kidogo tu. Ni majibu machanga. Si sahihi. Uje tukaangalie pale. Wewe hoja yako ilikuwa ni nini mzee wangu? Ile eneo ni haki ya wanakijiji au wanamtaa wote. Hizo eka 5 unazosema si sahihi. Hao wanavyoeleza ni watu wanakudanganya mezani. Njoo tuingie kwa site. Yaani kwamba hilo eneo mzee wa Lulu alipata kwa nani? Ni kama mtu aliyejisogezea kama hao mnada huko. Wewe nikupe story kidogo. Shule hachu tulianzisha 78, baadaye tukasema tuongeze watu wajenge yale maeneo. Akapewa eka zake 3. Sasa zile eka 3 kuna mpaka. Ule mpaka akaanza kujisogezea, anasogeza mpaka karibu huko alikofika. Si sahihi. Hili la kukatalia. Nimekuelewa. Sasa mtendaji, hebu niandalie siku umwandae na afisa ardhi. Sawa na afisa ardhi na mwenyekiti wangu wa mtaa utaandaa siku gani? Unajua ngoja niambie watu wangu hakuna jambo baya kama mtu kutoa kero na isitolewe majibu. Na akaondoka kwenye mkutano hajaridhika. Huyo mtu hamtoelewana naye hata huko mtaani kwenu. Na hata akija kiongozi yoyote ataendelea kufanyaje? Kulalamika. Sasa suluhisho ya jambo hili ni sisi kwenda uwandani. Akayasema haya anayoyasema tukiwa wapi? Uwandani. Alafu wenye viti wa mitaa, bahati nzuri ninayomsikilizia mimi, apambani mali yake. Si ndio? Yaani apambani kwamba mimi niliibiwa eneo langu. Yeye anakomalia ni eneo la serikali. Kwa hiyo ni ushauri wangu mwenyekiti wangu, tupange siku ambayo mimi, wewe na mzee wa Lulu na mzee wetu huyu na mtendaji wa kata na afisa ardhi twende kule tukayaongelee pale site.